Jamani, huyu dada anasema yeye alikuwa na mpango wa kwenda kusoma chuo, alikuwa anataka kwenda kusoma like hivyo. Alafu kuna mtu ambaye alikuwa anaongea naye, ni mtu mweupe, alikuwa anaongea naye nje, ni mwanamke, msije mkasema ni mwanaume, ni mwanamke. So akawa anaongea naye kuhusu mipango yake ya kusoma. Akawa anamwambia yule dada, unajua mimi na mpango ya kusoma, lakini hapa najikusanya nifanye vibarua, nifanye kazi, nijichange, nikipata pesa ya kueleweka niende nisome chuo. Baada ya muda yule mzungu akamwambia okay, usijali. Akamtumia pesa. Akamtumia karibu milioni 50 actually. Akamtumia karibu milioni 50. Alipomtumia zile pesa akamwambia okay, hiyo hapo, chukua hiyo pesa, soma, fanya mambo yako, jisukume mpaka pale ambapo utaishia, then utaniambia. Sasa unajua ni kama bahati moja ikifunguka nyingine pia inafunguka. So kuna mtu mwingine naye akaja akamwambia, kuna hiyo milioni 6 ngoja nikuchangie, akachukua na ile milioni 6. Sasa akaenda kumwambia bwana wake kwamba kuna hii pesa nimepata, nataka kwenda wapi? Nataka kwenda kusoma chuo. Sijui unaelewa vizuri. Yule bwana akamwambia, unaonaje hiyo pesa ulopata ukanipa mimi, nikaenda nikaifanyia biashara, nikishaifanyisha biashara, nikishaizungusha, niwe nakulipia mimi chuo taratibu. Kwa hiyo utakuwa unasoma chuo huku mimi nafanya biashara, malengo mawili yanakuwa yamefanya nini, yametimia. Tunakuwa tumestablish biashara, alafu na wewe unaenda chuo. Alafu hapo tutaoana kwa sababu mambo yatakuwa mazuri. Wewe utakuwa msomi, mimi nitakuwa mfanya biashara mkubwa. Binti akakubali. Wakamtafutia yule bwana passport, visa kwa ajili ya kwenda China, kwenda kufunga mzigo. Tafutiwa passport na visa, akaenda nje, akaenda China, akafunga mzigo. Sio, naelewa vizuri. Akarudi akaja na kwambia binti akahangaika, katafuta frame, kaenda katafuta sijui yale ma container, sijui manini ya kujazia kwenye biashara, kila kitu kafanya, na kwambia mambo lele. Anajua mume wangu, bwana wangu, mume wangu mtarajiwa, naenda tunafungua biashara, tunaelekea kwenye hatua moja ya mafanikio. My dear, wakafungua biashara. Walipofungua biashara ikaanza kuchangamka. Sasa picha linaanza. Huyu dada alikuwa akiwa na njaa, akamwambia yule bwana kwamba baby, nina njaa, naomba ulete chakula. Yule bwana akileta chakula, akiwa anaondoka, anamwambia binti, naomba hela yangu ya chakula. Naomba hela yangu leo kununulia chakula. Binti akiuliza mbona? Anamwambia biashara, unajua biashara haitaki nichukue pesa ovyo ovyo, kwa hiyo inatakiwa nichukue kwa malengo, na sasa biashara haiendi vizuri, kwa hiyo naomba pesa yangu. Binti anachukua pesa, anamlipa. Kuna kipindi huyu binti akawa anaumwa, ameenda hospitali, na kuambia walipoenda wakafika hospitali, bwana hata kuingia mle ndani hospitali hakuingia. Binti akamwambia naomba basi hata pesa niende nilipie huko ndani. Bwana akamwambia pesa kwenye biashara haitaki kutoka kiolela olela. Wewe hujawahi kufanya biashara, so you don't know anything about business. Pesa ya biashara haitaki kutoka kiolela olela. My friend, yule kaka hakumpa hata kobo. Sio, unanielewa vizuri? Yule dada akaingia ndani. Baadaye marafiki zake wakawa wanamwambia, wewe bwana wako ndio umempa pesa ya biashara, alafu yeye akikuletea hata chakula hata chips anakuambia umlipe pesa yake. Akawa anasema hamna, unajua ni mwanaume wangu, biashara, unajua biashara ndio isimame. Mimi na I understand him, tena anamtetea bwana wake. My dear, mwisho wa siku kaka akanunua usafiri. Huyo dada anakuambia hajawahi kupanda kwenye ule usafiri. Sio, unaelewa vizuri? Hajawahi kupanda kwenye ule usafiri. Sasa kuna siku moja rafiki yake akaja akamwambia, kuna mwanamke namuonaga bwana wako yupo na huyo dada kwenye hiyo gari kila siku, wapo na huyo dada kwenye hiyo, wapo na huyo kaka kwenye hiyo gari. Alafu huyo dada anakuambia hivi, yani yule rafiki yake alivyomuona huyo kaka na huyo dada kwenye hiyo gari, huyo kaka akamwambia please, naomba usiende kumwambia. Lakini huyu dada mwenzake huyo akaja kumwambia mwenzake, wewe kuna demo ambaye yuko kwenye gari ya bwana wako kila siku. Sio, unaelewa vizuri? My dear, huyu dada akienda pale dukani, akifika tu pale dukani, bwana anamwambia, bwana unajua mimi kuna sehemu naenda, kuna sehemu sio nataka kufunga, kwa hiyo wewe ondoka. Dada hawezi kukaa hata nusu saa pale dukani, kwa sababu akifika bwana anamwambia ondoka, kuna sehemu nataka kwenda. Dada naye anainuka, anaondoka, maskini ya Mungu. Unaambiwa huyu dada yani ilikuwa ni kosa, yani wakikosana tu kidogo bwana anamnunia hata miezi miwili. Hampigii simu, hatumi message, dada akituma message hazijibiwi, akipiga simu hazipokelewi. Baadaye anakuja tu kumtafuta, mambo vipi? Basi ndio imeishia hapo. Si unaelewa vizuri? Basi wakaenda hivyo na kuambia mawasiliano yakawa yamepungua, mahusiano yanahemea sijui wapi huko, na kuambia yako kwenye oxygen. Mwisho wa siku huyo kaka akamnunia yule dada mazima kama mwezi. Siku anakuja kumtafuta alimtumia tu message mambo. Baada ya ile message zikasindikizwa na picha. Yuko na huyo dada mikononi anahina. Kwa Waislamu wanajua hiyo ni ishara gani. Dada akamwambia, isiwe kitu ninachokifikiria. Bwana akamwambia, unachokifikiria ndio hicho. Nimeoa, huyu ndio mke wangu, nimemuoa. Kwa hiyo mimi na wewe basi sitaki tena mawasiliano na wewe. Dada akamwambia, pamoja na yote tuliyopitia, pamoja na yote niliyokufanyia, akamwambia, yes najua ulinifanyia, lakini nilikulazimisha. Sikukulazimisha.
Ulinipa mwenyewe pesa yako, ungekuwa na akili ungeenda kusoma. Mimi siwezi kukuoa. Kwa hiyo tayari nishaoa. Kwanza huyu kaka akamwambia mimi siwezi kuoa watu maskini. Kwani nyinyi maskini sana. Kwenu hamna pesa. Yaani kwanza kwa sababu kuna walishe kwendaga nyumbani kwa huyu dada, nyumbani kwa huyu dada. Anamwambia kwanza nyumbani kwenu, yaani nilivyokuja nyumbani kwenu kipindi kile, nyumba zilivyo zimechoka, nilikuwa nakaa na kimoyo naomba Mungu nyumba zisije zikaniporomokea. Jamani. Anamwambia nyumba zenu zilikuwa nyumba zinaonekana zimeoza, nyumba zina muda mrefu, na kuambia hata kuingia ndani nilikuwa nina mawazo kwa sababu nilikuwa naona hizo nyumba zitaniangukia. We masikini kwenu, masikini wazazi wako masikini kwenu, kote mnanuka njaa. Sitaki kuoa, nisiketaka kuoa mimi mtu wa familia hiyo. Dada anamwambia nimekupa pesa ya biashara, ambao umeanzisha biashara sasa hivi mpaka una usafiri, biashara imekuwa vizuri, unaniambia maneno hayo. Huyu kaka akamwambia hiyo pesa anajua haikutoka kwenu, hiyo pesa ulisaidiwa na mtu mwingine, huenda Mungu alimpa huyo mtu mwingine pesa akupe wewe ili uje unisaidie mimi. Kwa hiyo Mungu alianzia mbali kunisaidia, hiyo pesa haikuwa imemanishwa kwako wewe. My friend, ndio vikaishia hapo. Kaka ndio akaacha kumtafuta, kaka ndio akaacha mawasiliano naye. Yuko kila siku ana kazi ya kupostiana yeye na mke wake, wanakumbatiana, wanatoka wanaenda kwenye restaurant ya bei, wanaenda kula vyakula ya bei kwenye maduka ya bei, kununua vitu vya gharama. Sio, unaendelea vizuri. Mwisho wa siku dada akamwambia basi at least naomba pesa yangu sasa inakuaje, pesa nilokupa. Huyo kaka akamwambia pesa yako nitakulipa, lakini sasa biashara haijasimama, biashara siwezi kutoa pesa ovyo ovyo, nyie kwenu masikini, wewe mwenyewe masikini, hamjui mambo ya biashara, kwa hata nikikuelezea hutoelewa, lakini pesa yako ikitokea siku nimepata nitaanza kukulipa na nitakulipa kidogo kidogo. Siku yoyote, lakini usitegemee leo wala kesho. Ndio imeisha hiyo. Kaka hajawahi kujibu message, hajawahi kupokea simu, hajawahi kupiga simu wala kutuma message. Yuko ana kazi ya kujiposti mtandaoni na yule dada ambaye ndio mke wake ambaye kamuoa. Huyu dada amenitumia voice note analia. Sio, unaelewa vizuri. Analia. Just imagine. Unasema huyu ni mume wangu, ngoja nimpe hii pesa aende akasimamia maisha yetu. Bwana anaenda biashara inasimama, afu anakuja anakuambia wewe na ndugu zako wewe kwani maskini. Nyumba hazisimami, nyumba hazifanyi nini? Nyumba zinakaribia kuanguka. Nyie maskini, mama yako maskini, wazazi wako maskini, nisingetaka kuoa maskini, watoto wangu wakatokea katika familia ya kimaskini. Wakati unaambiwa kaka alikuwa ni maskini wa kutupa, ni maskini huyu kaka unaambiwa ni yule huyu alipoanza mahusiano na huyu dada, alikuwa ni mtu ambaye anauza vitu vile wanatandika chini. Unajua barabarani ukiwa unapita sehemu zimechangamka, wale watu wanaotandika vitu vile chini, wanauzia vitu pale chini. Huyo mbwa ndio alikuwa anafanya biashara hapo chini. Lakini mwisho wa siku anakuja kumwambia dada kwamba siwezi kuoa maskini kwa sababu sitaki watoto wangu wawe maskini. Mbwa wakati ulikuwa unatandika vitu chini. Alafu sasa ikatokea mtu karogo akatolewa kibiongo, unaanza kutapika damu, unaanza kuona mizimu, majini yanakukimbiza, mambo yamefuria, umekuwa maskini, mbwa wa kutupa, ukachanganyikiwa huko. Ndugu zako wataanza kulaumu kusema mimi sijui kuna ubaya, kuna mtu kamfanyia ubaya, kuna mtu kamfanyia ubaya, ukapata malipo ubaya leo ufanye kumanda zake. Afu dada ananiambia dada mimi nimemwachia tu Mungu, Mungu atanilipia. My friend, karma itakuja imechelewa sana. Jambo naloliweza usimwachie Mungu. Nijikute eti namwachia Mungu, mimi simwachii Mungu. To be honest, simwachii Mungu. Mimi nitakuroga na kuambia utateseka, utazunguka na dunia wewe. Utahangaika na hii dunia, utoka uamini maisha yako yote. Milioni 60 na zaidi unamtapeli mtu, alafu unakuja kumtukana matusi kiasi hicho, na ujasiri unapata kabisa kumtumia picha zako za harusi. Haisee babake. Mimi kila siku nasikiza stories za watu, najua kabisa kuna watu wanaromba, ila yani kuna story unaletewa unasema yes, huyu sasa atakuwa mpaka shetani naisi atakuwa anakaa pembeni anasema yes, huyu sasa kanizidi. Hey, weka huko uliko shetani akulame matako mbwa, dakika kukuta kitu.